Kwa mara ya kwanza mimi nilikuwa nimeka milioni 5. Nimeomba kwamba wewe haupatikani Facebook, Instagram, kote kote. Kila ward imetengewa 25 million. Kitu chake tofauti na kile chenye unakifanya. Wale wanasema wewe jamaa amejipanga sana upande wa barabara. Alafu pia kufanya empowerment. Matangani amepigwa picha, imepostiwa, anajifeel alikuon. Hizo ni 125 yeah. Kwa mfano vile ulivyosema kwamba labda mtu atatamani kununua kama pikipiki. So kwa mfano kama pesa imekuja vizuri, huwa tunagusa hizo group zote. Anarudishwa tena, ambapo itakuwa ile basi itakuwa haimsaidii. Kwa mfano sasa mimi nilikuwa nafanya biashara ya duka. Kwa mfano kama kuna mwanafunzi ambaye mmoja anadaiwa 28,000 na mwingine anadaiwa 7,000. Watasema sasa huyu ni kiongozi mwenye na ubaguzi. Pesa zikiwa kidogo, forms zikiwa nyingi, huwa anatengeza ile beneficiary list. Huyo anatuomba lakini hajatufanyia chochote. Sisi sasa tunampatiaje kura kama hajatufanyia kitu? Ukianza kusaidia watu wanasema kwamba unatusaidia kwa sababu unataka tukupe kiti. Sublocation 3 ziko na hizo health facilities. Mimi hapa ni Sangam Latino ile wa Sumilani, na nimetafuta mheshimiwa Lewa Mkadi ambaye ndio current MCA wa Morakaya Ward. Niko naye hapa, tunazungumza mambo mawili matatu kuhusiana na wananchi wake. Atanyoosha kidogo mambo mawili matatu ambao some of you mnachukulia kihivi ama labda yako hivi na hivi. Yuko hapa mwenyewe kuyazungumzia. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Tulikuwa tumeanza kwa kuzungumzia mambo ya basari. Tukasema kwamba wewe una uwezo wa kuganya vizuri bila watu kulalamika, bila mtu kuona kwamba una favor side hii ama ile nyingine ama mbari ama kwa migao yote ambayo unafanya. Kila mtu anakubali kwamba unafanya sahihi kwa sababu nimehoji wananchi wako. Njia yako ya kuganya huwa ikoje? Okay, mimi huwa mara nyingi natumia njia mara mbili. Ya kwanza ni ile ya kwamba wanafunzi ama wazazi nikisikia kwamba kuna pesa ambayo itakuwa inakuja ambayo itasaidia watoto katika masomo, huwa na waruhusu kuenda kule kwa ofisi, wachukue forms, wajaze, alafu waziregeshe. Ambapo zile forms wakichukua, wakijaza, wakiregesha, mimi huwa sasa na compile list ili ya wale beneficiaries. Kisaidiwa na wale wenzangu pale kwa ofisi. Tukimaliza compile ile list, tuangalia kile ambacho kitakuwa kimeingia kwenye account yetu. Sasa kama kitakuwa kinatosha kulingana zile form zote ambazo watu wamejaza, huwa wanakaa wale kamati, tunawapea zile pesa straight away. Kulingana na vile vinye tulikuwa tumespecify, kategoria day schools zile ambazo ziko karibu na boarding schools ambazo ziko karibu, day schools ambazo ziko mbali na boarding school ambazo ziko mbali, kuna colleges na hata pia universities. So kwa mfano kama pesa imekuja vizuri, huwa tunagusa hizo group zote. Lakini kama labda pesa imekuja kidogo, huwa sana sana tunaconsider hao ambao wako hizi shule za within. Tunawapatia, alafu ule mgao mwingine ukija ndio tunapatia wale wa mbali. Lakini pia mimi nikiwa kwa shughuli zangu, sengine pia hupatana na wazazi ambao huwa na concerns. Sasa mara nyingi huwa na kitabu ambacho huwa natembea nacho, ambacho nikipata mzazi aidha ni kwa barabara ama labda amenitembelea kwangu nyumbani, huwa nalenga kupata zile details za mtoto wake na nijue kama mtoto anasoma wapi, anadaiwa pesa ngapi. Ile pia huwa natengeza list kivyangu. Baadaye kisha nikijapata ile list ya kule ofisini, wanaziwianisha. Nikiona hili jina linatokea huku na kule pia liko upande mmoja na cancel. So nikiharmonize yale majina, sasa bado pia huwa na process inaendelea ile ya kawaida. Na huwa mara nyingi huwa nikipeana forms, huwa napeana mpaka nijue kila mzazi ambaye amepata huo ujumbe amefika kuchukua ile form na kusaidia mtoto wake. So sitajali kwamba labda pesa ziko kidogo, forms ziko nyingi. Pesa zikiwa kidogo, forms zikiwa nyingi, huwa natengeza ile beneficiary list, alafu napeana kulingana na kile kiwango chenye kitatoshea pale. Kwa mfano kama nimechukua form 2,000, alafu pesa yenye imekuja nitaweza kuganyia watu 800, hao ndio nitawaganyia. Alafu wale wenye watabaki huwa nawabakisha pale kama kwa pending list, alafu pesa nyingine ikija huwa si invite forms zingine mpya. Natumia tu ile list, naendelea kuwapea mpaka ile list nimalize, ndio labda pesa zingine zikija kwa mwaka mwingine naanza tena upya kwa new applicants. Kwa mfano kama kuna mwanafunzi ambaye mmoja anadaiwa 28,000 na mwingine anadaiwa 7,000. Zile pesa pale ambazo zipo, unatumia njia gani kuhakikisha kwamba sasa huyu tumempatia sawa sawa na huyu
kuna equality na wanasema maneno ya kizungu equity. Ndio, exactly. Sasa mimi kulingana na hiyo huwa tumepanga tumeka standard. Kwa mfano kama tumesema ni mtoto wa nini lakini katika hilo swali lako umeenda kwa specification. Umesema mfano mwingine ana dai 7, mwingine ana dai 28. Pesa kama imekuja vile tuseme wa 28 watakuwa wote wanasoma shule kategori moja ama wako tofauti? Kategori moja shule. Kategori, kwa mfano wote wako secondary school, labda tuseme wanasoma kama Lutsangani. Ndio. Na yule mmoja na dewa 7,000, yule mwingine na dewa 28,000. Sisi basari huwa tuichukulia kama ni pesa ya kusaidia, lakini si pesa ya kumaliza kila shida. So huwa tunasema labda kwa mfano kama tumesema Lutsangani tutakuwa tunawapea 5,000, basi tutaenda kwa zile 5,000, lakini kwa sababu tutakuwa tunaona yule mwingine anadewa pesa nyingi, huenda atakuwa nakosa masomo. So katika mpango wetu huwa tunaona kama kunaweza kuwa na sababu. Maanake mimi pia siko directly linked na ile masuala ya kupeana zile basari. Kuna kamati ambao wamechaguliwa, wao ndio huwa wanasimamia, na kama kuna mkutano wao wamefanya na wamepanga, huwa wanapanga wao. Pengine mimi tu nitaingilia kama labda imekuwa special case. Kwa mfano kama vile unavyosema mtoto anadewa 28 au mwingine anadewa 7, wote wamepewa 5,500. Lakini umeona huyu mzazi anaweza kuwa hata kuwa na uwezo wa kulipa hii pesa haraka. Kutakuwa kuna shida kwamba tutapoteza, sababu tukimpa 5,000 inamaanisha atakaa wiki moja shule atarudishwa nyumbani. So kama tunaona kuna uwezekano kwamba tuweza kumuongeza yule, huwa sasa hiyo tunakaa na kamati, tunaelewana, tunaona kama kuna umuhimu wa kumuongeza, tunamuongeza ili pia yeye awe hatakuwa na kosa. Maana yake ukimlipia 5,000 akienda kule within some few days anarudishwa tena, ambapo itakuwa ile basi alitakuwa haimsaidii. So kama kuna special cases kama hizo, huwa naambia mwenyekiti aone kama kuna njia ambazo yule mwingine tuweza kumsaidia, tumpe pesa zaidi ili pia yeye, alafu pia kupewa pesa zaidi italingana na uwezo wake wa kufanya bidii kule shule. Kama kwa mfano anafanya bidii na ni mtu tunaona yuko chini kimapato ama mzazi wake yuko chini kimapato, huwa tunaangalia njia nyingine ya kumsaidia, kama ni kumuongezea kitu kama hiyo. Uzuri hapa ward ni ndogo, kwa hiyo ni rahisi kujua huyu mzazi wake. Ward ni kubwa, si ndogo. Ukilinganisha na ward ni kubwa, ni vile tu tuseme kwa sababu niko nao hawa watu kila siku, wengi nimewajua vile walivyo. Mshaona sasa kupitia kwa vile wazazi wanakufuata, utaongea naye katika maongezi, utajua huyu mzazi ana uwezo huu ama ana uwezo gani. Hapo ndio unaweza fikiria kama unaweza kuingilia kati ili kujaribu kusaidia yule mwanafunzi. Sasa jambo lingine ni kuhusiana na aspirants ambao ndio wanaanza kuingia kwenye siasa ama ambao wanaomba kiti kwa mara ya kwanza. Kwa mfano wewe ulikuwa unaingia mara ya kwanza, kuna misemo ambayo watu wanachukulia kwamba huyo anatuomba lakini hajatufanyia chochote, sisi sasa tunampatiaje kura kama hajatufanyia kitu? Lakini kweli kwa sababu hujakuwa hapo, hujakuwa na power, so huna mengi ambayo unaweza ukafanya. Lakini pia hata kama huna mengi, ukitoa pesa yako ya mfukoni ukianza kusaidia watu wanasema kwamba unatusaidia kwa sababu unataka tukupe kiti. Unaona? So ni kama njia zote mbili haziko effective. Njia sahihi, yani approach poa ambayo ndio best hapo ni ipi? Sasa mimi ukisema niambie mwenzangu approach poa ya kufuatilia, ndio si kwamba kuadvise wewe mwenyewe. So, mimi nasema experience yangu. Experience yangu mimi nilitamani kwa hii nafasi from 2020 ilikuwa 2017, lakini kuanzia 2012 mimi nilikuwa niko na hiyo tamaa, japokuwa 2014 nikaja nikapata shida ndio ikaniacha mimi sikuwa na hiyo nini, lakini baadaye kulingana na vile mimi nimeona, unajua mimi nilizomaliza masomo sikutoka hapa nyumbani. Nilijaribu kutafuta kazi, nilizokuwa naona sifaulu, nikarudi kufanya biashara. So katika kufanya ile biashara nilijua sehemu nyingi sana za hii ward. Na wengi tulikuwa tumeshirikiana katika biashara. So katika kuwasaidia, kabla hata niwe na ari ya kusimama, kuna wale wenye labda kwangu kuna faida fulani walizipata kupitia kwa zile kazi ambazo nilikuwa nikifanya, labda shida zao tofauti ambazo nilikuwa ninajaribu kusaidia. Si kwamba nilikuwa natamania kuja kusimama kiti, lakini ilikuwa inakuja tu kwa sababu ile situation ambayo tunakuwa. Kwa mfano sasa mimi nilikuwa nafanya biashara ya duka, alafu nikaingilia biashara ya mambo kama hizi ya nazi. So unaweza enda mahali kuna kitu unafanya kutafuta ile pesa, lakini bado
ukipata mwingine ana changamoto pale. So kulingana na vile wana ni mtu mmeingiliana, wajipata umemsaidia. Lakini wewe hujui kumbe ile inakuwa ni akiba baadaye. So nilivyoanza kutafuta hiki kiti mimi sikuwa naahidi watu vitu kwa sababu sikuwa najua na waahidi kule mbele kuko vipi. Lakini nilikuwa naongea kulingana na vile nilikuwa nafikiria kwamba uongozi ni kitu ya kawaida ambao hutajichukulia wewe kama kiongozi utakuwa unaweza kuwa suluhu ya kila shida. Lakini wewe na wale watu ambao unawaongoza mweza saidiana mkasuluhisha zile shida ambazo zitakuwa ziko mbeleni. So sikuwa na maongezi ya kwamba naahidi watu vitu. Though watu wenyewe waliona vile venye nilikuwa nikifanya before hata nitake kutaka kusimama ama kuwa na ari ya kutaka hiyo nafasi ya kuongoza. So wenyewe tu walikuwa wanasema we basi kwanza hata kule nyuma ulikuwa ukitusaidia na haukuwa kiongozi. Sasa tuna imani ukiingia kwa uongozi utatusaidia zaidi. Sasa hiyo ilikuwa tu kama silaha yangu. Lakini naona hakuna approach, yani hakuna best approach ambayo naweza fikiria labda hii niki apply ndio itanisaidia. So kama vile unavyosema, kuna wale unaenda kwao wanakuambia sasa wataka nafasi hii na wewe hata hatujawahi kuona mifano yako. Sasa mtu akikwambia hivyo ni kama amekupa challenge. Bado pia ukienda ukisema nafanya hivi ili nije nipate hiki, bado pia mwingine anasema yuafanya kwa sababu atubembeleze tumpatie, lakini baada ya kumpatia hatutajua kama atakuwa vile alivyo ama atabadilika. So ni vitu viwili ambavyo unaweza sema hakuna formula, ni wewe ujaribu kile chenye utakuwa unaweza kufanya, basi mwananchi afanye sehemu yake. Na pia kama vile watu huwa wanasema kwamba uongozi huo unatoka kwa Mungu, pia labda Mungu pia acheze nafasi yake, acheze pati yake, acheze kama yeye. Pia umesaidia wananchi wako kujenga lab ya shule. Lab ni hiyo moja ya Kizingo ama kuna zingine ama okay. Katika hii ward yangu mimi niko na sublocations 4. Na hizi sublocations kila sublocation 3 ziko na hizo health facilities. Na katika ile moja ambayo tumefaulu kujenga lab nzuri kubwa ni hii hapa Mazang'ombe. Ambapo ile tumejenga ili wananchi wakija pale wasio wanatuma kwenda mahali kwingine kuchukua labda hizo samples ndio wapewe majibu warudi pale sasa kupata medication. Na huwa tunalenga kwamba labda kila facility ipate laboratory, sababu hiyo ndio mwanzo wa mtu kufanywa na ni uchunguzi ndio mpaka afanyiwe matibabu asaidike. So kwenye hiyo lab ni kama budget ilikuwaje? Na hiyo lab kwa mara ya kwanza mimi nilikuwa nimeka milioni 5, lakini department wakasema zile pesa ni kidogo. Wakaongeza milioni 3 zikawa milioni 8. Ndio tena ikaanza kuendelea. Kisha baadaye tena department ikaweza tena milioni 4 ikawa milioni 12 ndio ikaenda kuisha. Na kuna pesa ambazo mimi sijui vizuri, lakini kando na hizi za basari kuna pesa ambazo zinakuwa allocated kwa ajili ya maendeleo ya ward. Kisheria pale katika hii Kilifi County kila ward imetengewa 25 million ambazo hizo ni pesa ambazo zimekuwa earmarked kwa hizo different areas of development. Si upande wa barabara, si upande wa maji, si upande wa majengo ya hizi shule za chekechea, si upande wa vocational training centers, si upande wa health, si upande wa agriculture. Ni katika zile departments zote ili 25 million ndio imelengwa wewe itumike kwa kila mwaka kuleta maendeleo pale kwa ward. 25 million kwa mwaka. Kwa mtu ambaye amekaa pale kwa miaka 5 hizo ni 125 million. Yeah. Okay. Nacheka kwa sababu nimeanza tayari kubudget, yani kupangia mtu kwa mfano. Labda nikupe nafasi uhighlight projects ambazo umekuwa ukizifanya for the last few years, yani zile ambazo ni A-list kwako yani. Okay. Project ambazo nilikuwa nikifanya sana nilikuwa nalenga hizi infrastructures. Sana upande wa barabara, majengo ya shule hizi za chekechea, alafu hizo facilities za medication, alafu upande pia wa maji, alafu pia kufanya empowerment, labda kununua vitu ambavyo ni vitega uchumi. Kwa mfano tents hizi na viti, labda kuna pia unaweza patiana pia kwa mara nyingine hizi football clubs ambazo ziko within hii ward
Pia saa nyingine unawanunulia ile sports items ambazo pia zinawasaidia mipira, jazi, vile viwango vyao ambavyo wanafanya participation. Alafu pia kuna vitu ambavyo unaweza kuvifanya kama kuna wakati pia nilifikiria kuna umuhimu wa kuwezesha makundi ambapo ni nunua hizo mashine za za kutwanga na kusaga mahindi ambazo pia nazo nilipeana hizo groups both za wanawake na za pia wakina baba na hata pia vijana. So kwa mara nyingi hiyo pesa huwa inatumika katika miradi kama hiyo. Kwa mfano sasa saa hii katika hii wodi yangu ukiona barabara nyingi zile ambazo ni za udongo, unajua barabara za udongo huwa hazikaini, ile utengeze hiyo njia uweke maram, lakini mvua ikinyesha tuseme iko na lifespan kama ya under normal conditions pengine miezi 6 zaidi, lakini mara nyingi kama mvua itakuja itanyesha ije mvua nyingi, utapata kwa saa nyingine hiyo njia umeitengeza labda recently, lakini mvua ikija ikinyesha hiyo njia imeenda. Hata mimi nataka nikupe pongezi upande wa barabara kwa sababu kabla nije kwenye hii interview mimi nilikuwa nilijipanga nisije nikaja kaanza kuuliza maswali ambayo sio significant kwa watu wako. So nilivyouliza wao wanasema wewe jamaa amejipanga sana upande wa barabara. Kama ni barabara kweli barabara ametunyoshea upande huo. Sasa alafu pia kuna issue nyingine ambayo kipenda nikuulize kuhusiana na mambo ya social media. Nimeomba kwamba wewe haupatikani Facebook, Instagram, kote. Okay. Mimi hata kutoka mwanzo kuna vitu ambavyo nilikuwa nikivitengeza, nitapata tu mtu ameenda amepiga picha ameipost. Sijaipost mimi mwenyewe, lakini mtu tu labda mwananchi imempendeza ameamua mimi wacha ni post hii kitu. So mimi nilichukia mitandao kwanza kwa sababu gani? Mitandao kwa mara nyingi wao huenda ule upande wa negative. Ukifanya kitu kizuri si rahisi kukupongeza, lakini ukifanya kitu kibaya wako haraka sana kureact comments. So mimi nikafikiria wale watu ambao niko nao si wengi ambao wana hizo simu ambazo zinaona vile vitu ambavyo nafanya. Imani yangu mimi ni kwamba kama nimeenda Kidutani nimetengeza kile kitu nimekitengeza kwa ajili ya watu wa Kidutani, na wenyewe wako pale wanaona kile chenye nimefanya. Kama wana appreciate au tayari wanakuambia tu wenyewe kwamba tumeenda mahali fulani tumeona umetengeza hivi na hivi. Kama ni Pingilikani hivyo, kama labda ni Vevesi hivyo, kama umeenda labda Chengoni ama umeenda Kizingo, vile vitu venye unafanya kwa sababu unafanya watu ambao wako pale, mimi wanaona tayari imetosha wenyewe kuviona vile vitu, badala ya kuvichukua kama vile kila mtu, yani mtu ameenda Matangani amepigwa picha imepostiwa, ameenda hospitali kuangalia mgonjwa imepigwa picha imepostiwa, amekaa na watu kidogo labda mahali wanazungumza mambo fulani imepigwa picha imetuma. Sasa ile ni kama unaridhisha wale wenye wanaona kule, lakini wenye wale wako pale kwenye ground yafaa wao ndio wana appreciate zaidi. So mimi mara nyingi sikupendelea tu kwamba kila kitu ninachokifanya mpaka nikitume kwa mitandao watu waone. Ndio maana unaona hata kuna bwana mmoja alicomment pia akasema Mheshimiwa Mkadi hatumuoni kwa social media, hatuoni anafanya vitu gani. So kama ni kuonesha ni wale wenye hata najua wengi wako hata nje ya hili eneo ambao labda ni wa huku, lakini participation fully ya kupiga kura hawako. Ushaona? Sasa mimi huwa sipendi kuwaridhisha wao, ndio maana hata huwa sitaki kupeleka hizo vitu kwa social media. Huwa najua tu wale ambao ni walengwa vile vitu wanaviona pale kwa ground. Ndio. Na siasa wananchi wakichagua wanakuwa wengine wako na expectations zao. Kunakuwa na expectations nyingi kwamba huyo nilimpigia kura huyo inabidi anisaidie. Unaona na mara nyingi zaidi msaada ambao unapatia watu huwa ni kwa ajili ya community. Kwa sababu unaangalia project ambayo itasaidia karibu kila mtu. Ukienda ukijenga barabara hiyo ni ya kila mtu, lakini watu wengine ile haiwagusi kwa sababu wana feel kwamba ile ni ya watu participate wao kivyao. Unaona hata si participation nasema ile kwamba ukifanya ile siasa nalileta ni kwamba kuna mtu anajifeel alikuon
ndio mpaka kafata mpaka ukafaulu pale huko. So yeye ana expect kitu chake tofauti na kile chenye unakifanyia. Kile kitu ambacho cha kila mtu anahisi kwamba hiyo ni ya watu. Haijamgusa. Yeye anaona mpaka sijui umnunulie unga ama umnunulie pikipiki ambayo ni yake yeye mwenyewe, inamfanyisha yeye mwenyewe. Ndio hapo inaanza kuleta zile siasa za kusema kwamba unasolvia tu zile shida za watu individual. Unaacha zile za community ambao mara zingine pia nao sio leadership sahihi. Hivi siasa zinataka uongo kidogo na chumvi ndio ushike, ndio upendwe, ama ukifanya hizi zingine general basi watu watakubali. Ni ule ukweli tu. Maanake kwa mfano sasa labda kuna mahali hakukuwa na njia. Mtu ameenda kule, kuna siku amepitia akaona nje hapa ilitengezwa lini, lakini ni kwa ajili ya kila mtu. Sasa hiyo ya kwamba labda mtu amekusaidia upande wa kampeni, kuna vile yeye atakuwa anatarajia kwamba wewe utakuwa suluhisho ya ile shida ambayo uko nayo. Mwingine atasema labda mimi vile niko ninatamani sana kuwa dereva. Ukinipeleka driving school mimi nitashukuru. Kuna mwingine atasema mimi natamani sana kupata ujuzi wa kazi kama za mikono. So ukinipeleka kama vocational training center mimi nitakushukuru. So kila mtu ako na mawazo yake na mapendekezo yake. Lakini ukienda ukisema unafanya si vibaya pia kuja ili kusuluhishia mtu shida, kwa sababu once ukimsuluhishia ile shida yeye pia atakuwa faida kwa mwingine kama atakuwa na akili. Kwa mfano vile ulivyosema kwamba labda mtu atatamani kununua kama pikipiki. Kwa mfano mtu aje niambie mimi nimetamani sana kujitafutia, lakini kitu ambacho nakifikiria nikitumia kujitafutia ni pikipiki. So labda katika uwezo wangu mimi pikipiki na labda na 100,000 na pesa kadhaa. Lakini mimi kuna hizi pikipiki pia za mkopo. Unasema mimi ukinipa kama 30,000 nikichukua hiyo pikipiki nitajikokota mwenyewe huko mbele, nitafanya nini? Nitalipa. Na saa nyingine wako wengine ambao wanaweza kufanya kitu kama hicho na afanye maajabu mpaka sasa uone kwamba ni kitu kweli ulimsaidia. Lakini wengine pia wanaweza kufanya kitu kama hicho bado isiwe suluhu kwake, iwe shida bado, kwa sababu ile pikipiki ataichukua kuwajibika kulipa kule, labda hata lipe, tafika siku tena ile pikipiki itakuja ikichukuliwa bado atarudi kwako tena kwambia sasa ile pikipiki ulinichukulia kule, lakini sasa hii nilishindwa kulipa pesa hii na hii na hii, kama nilishindwa kubeba mafuta. Pikipiki kweli umenipatia lakini haiendi kwa sababu haina mafuta. So kuna vitu vingi, lakini mimi sana huwa nalenga vile vitu ambavyo vinasaidia watu wengi. Though ile individual pia iko mtu anaweza kukuelezea amejinasua, amefika mahali ambapo labda bado kitu kidogo avuke. So ukiwa vizuri pia ukimsaidia ni sawa. Japo ukifanya hivyo bado mwingine akijua atarudi atasema mbona fulani ulimfanyia hivi na mimi pia, ushaona. Sasa kama uwezo huko utafanya kulingana vile venye utaweza. Kama uwezo hauko utajaribu kumweleza. Kama ni mtu atakuelewa basi ataichukulia vizuri. Kama hatakuelewa atasema sasa huyu ni kiongozi mwenye na ubaguzi, mbona umfanyie hivi, umfanyie hivi, mimi hajanifanyia. Wakati hivyo pia vipo. Wakati najipanga kuja kwa hii interview nilikuwa na wakati mgumu sana kutafuta, kwa sababu unajua kwenye interview unaambiwa wafaa balance ndio isione kama tunakupigia kampeni. So strengths zilikuwa ni nyingi sana, lakini huku kwenye negatives, kwenye weaknesses ilikuwa ni ngumu sana, mpaka inabidi nikuulize wewe mwenyewe challenges ambazo wewe unaziface hapa, ambazo zile tuseme labda top 3 ambazo zinakufanyia wewe kazi yako kidogo inakuwa ngumu, ama uwezi deliver labda on time ama vitu kama hivyo, ni kama zipo. Challenges upande wa serikali ziko na pia za upande wa wananchi pia ziko. Labda mbili. Nasema sasa kama kwa upande wa serikali labda